Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude amewatoa hofu wananchi wa wilaya hiyo kwa kuhakikishia usalama wa kutosha katika zoezi la kupiga kura litakalofanyika Oktoba 29, 2025, huku akiwataka kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi huo muhimu wa urais, wa bunge na madiwani. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Arusha, Mkude amesema taarifa zinazoenezwa mitandaoni kuhusu uwepo wa maandamano au uvunjifu wa amani hazina ukweli wowote, akisisitiza kuwa maandamano pekee yatakayokuwepo ni maandamano ya kwenda kupiga kura. Ameongeza kuwa wilaya ya Arusha ina jumla ya wapiga kura 435,119 ambao watapiga kura katika vituo 1051 vilivyogawanyika katika mitaa 154. Aidha, amesema jumla ya vyama 17 vya siasa vilivyochukua fomu za kushiriki uchaguzi huo, lakini chama kimoja hakikurudisha fomu, hivyo vyama 16 ndio vitakavyoshiriki kikamilifu katika uchaguzi huo. Mkude ameongeza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ametangaza siku ya Jumatano Oktoba 29 kuwa ni siku ya mapumziko ili wananchi wote wapate nafasi ya kushiriki uchaguzi bila kikwazo. Kwa jina naitwa Joseph Modest Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha. Hadi sasa tumebakiwa na siku mbili tu kabla ya kuingia kwenye uchaguzi huo. Yani leo na kesho. Siku ya Jumatano itakuwa siku ya mapumziko kwa idara au shughuli za serikali, lakini pia za watu binafsi na za mashirika mengine, ili kutoa nafasi kubwa kwa ajili ya kuitumia kwenda kushiriki kufanya uchaguzi huo. Lakini pia niseme wilaya ya Arusha tumejiandaa vizuri kutekeleza jukumu hilo la kimsingi la kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na maandalizi ya kufikia hapa tulipofikia, tumefanya vizuri, kwamba tulizingatia maeneo matatu. Kwanza, maandalizi kabla ya uchaguzi, yani wakati ule ambapo vyama vimepewa nafasi ya kufanya kampeni, na karibu miezi miwili tumeona shughuli za kampeni zikiwa zinaendelea nchini kote, lakini pia na wilaya yetu ya Arusha. Kampeni hizi zilimalizika vizuri na wengine bado wanaendelea kufunga kampeni hizo leo na kesho katika ratiba zao mbalimbali. Niwashukuru wote walioshiriki kampeni, kwani kampeni zimeenda vizuri na salama kabisa, hakukutokea dosari ya aina yoyote au mtu kunyimwa haki yake ya kupewa nafasi ya kufanya kampeni. Na tumeshuhudia vyama vya NLD, lakini Chama cha Mapinduzi chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 2 mwezi wa 10 alifanya ziara wilayani kwetu, na ziara ile ilikuwa na watu wengi wa kutosha na walisikiliza sera na ilani ambayo imezungumzwa kwa ajili ya wilaya yetu ya Arusha. Lakini vyama vingine pia vimeendelea kufanya hivyo hivyo na kusikilizwa na watu wengi, na vyote vilikuwa vikipatiwa ulinzi. Lakini pia sehemu ya pili sasa itakuwa ni sehemu ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi wenyewe utakuwa tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Nao huu tumefanya maandalizi yake ya kutosha hadi sasa. Vifaa vyote vya uchaguzi vimekwisha ingia wilayani Arusha, na vimewekwa sehemu maalum ya kuhifadhia vifaa hivyo kwa ajili ya kwanza kuvigawia katika vituo. Na vituo vilivyoandaliwa katika wilaya yetu takriban ni 1051. Vituo hivi vitatumika katika kupigia kura, na wananchi wote wanakaribishwa kwenda kupiga kura. Tumezingatia tuna mitaa 154, na katika mitaa hii vituo ni 1051. Tunaona kwamba ni idadi kubwa ya vituo. Hii manake ni nini? Manake ni kuvifanya vituo hivi viwe karibu na watu. Hakutakuwa na kituo ambacho kitahitaji mtu atembee kilomita 3 kufuata kituo chake cha kupigia kura. Kwa hiyo vituo vyote vitakuwa jirani, ili tuhakikishe makundi yote yanahusika katika kupiga kura, yani wakiwepo wazee na wenzetu wenye ulemavu na kila mtu.
na ulinzi katika vituo hivyo umeandaliwa wa kutosha ili kulinda mali na vifaa vya serikali ambavyo vya Tume ya Uchaguzi ambavyo tutahakikisha viwe salama wakati vinatumika, lakini pia wakati baada ya zoezi hilo. Lakini pia uchaguzi baada ya kukamilika kufanyika uchaguzi. Sehemu nyingine hiyo ni muhimu pia, kwa sababu baada ya uchaguzi kuna kusoma taarifa zinazopatikana katika vituo na katika eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kutoa matokeo, lakini pia kuna kuhakikisha kutakuwa na vurugu au ghasia ya aina yoyote itakayotokea kwa Arusha, kwa maana kwamba kuhakikishia wananchi usalama wao baada ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo katika maeneo yote tumeandaa vizuri, na niwahakikishie wananchi wa wilaya ya Arusha mjitokeze kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, siku ya Jumatano, na itakuwa siku ya mapumziko kama nilivyosema, lakini pia kutakuwa na hali ya usalama wa kutosha. Sisi jukumu letu ni kulinda watu na mali zao, lakini wale ambao wana shughuli zao za biashara, labda sokoni, labda duka lake, hakikishe tu yeye ametimiza wajibu wake na haki yake ya kimsingi kwenda kupiga kura, afa anarudi anaendelea na shughuli zake bila kugubuziwa na mtu yoyote. Niwahakikishie mitaa yote itakuwa shwari, na maeneo yote nyeti au yenye kutoa huduma zile za dharura na za msingi kabisa, yote yataendelea kufanya shughuli zake kama kawaida. Ninawaomba sana utulivu na kutekeleza jukumu hili la msingi la kupiga kura, kwani kura yako ni haki yako. Jitokeze kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Takumbuka uandikishaji tulihamasisha ili watu wawe na uelewa, lakini pia ndio maana tunarudi tunahamasisha na kuwakumbusha wale waliojiandikisha na wenye sifa ya kupiga kura waende wakapige kura. Ni wote tumesikia kwamba kuna upotoshaji kwamba kutakuwa na maandamano, kutakuwa na hili, kutakuwa na lile, lakini niseme tu mambo haya tunayaona kwenye mitandao na sio rasmi. Niwahakikishie hakutatokea kitu kama hicho Arusha, na kwamba nimekwisha sema kwamba sisi tuna jukumu la kuwalinda watu na mali zao, na utaratibu nilioeleza ni kwamba watu wajitokeze wakapige kura siku hiyo ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini baada ya kupiga kura, kama huna shughuli yoyote, unaweza ukarudi nyumbani usikilize matokeo baadaye jioni. Lakini pia kama una shughuli, nimeeleza nafasi ya mapumziko imetolewa na tume na serikali kwa kwamba Jumatano itakuwa siku ya mapumziko. Lakini kama unaona unaweza ukaendelea kutoa huduma yako ya biashara, basi hakikisha kwanza umeenda kupiga kura, alafu narudi unaendelea kutoa huduma yako kwa utulivu na kwa amani kabisa. Ninawahakikishia ulinzi upo wa kutosha, kiasi kwamba sisi utamaduni wetu sio wa vurugu, wa kukimbizana, wa kutishana, bali ni wa maelewano. Hakutakuwa na mtu ataandamana, kwa sababu tumeshakana kuongea na wananchi wa Arusha kupitia makundi yote. Nimekaa na wazee wa jiji hili la Arusha, nimekaa na vijana kupitia makundi yao maalum, madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji, madereva wa daladala, Easy Ice na kadhalika. Lakini pia nimekaa na viongozi wa vyama mbalimbali, wakiwepo Chama cha Mapinduzi, NLD na wengine, kuwa na maelewano na mshikamano. Sioni ni wapi tunaweza tukaruhusu hilo,
na hayupo, labda awe ameletwa kutoka sehemu nyingine na sio wakazi wangu wa Arusha. Mtu ambaye anasema hahitaji kwenda kupiga kura, labda hana sifa ya kwenda kupiga kura. Ni mtu mmoja ambaye tumemkosa katika uandikishaji, anaweza akawa sehemu ya upotoshaji, lakini kwa wale ambao wamejiandikisha, nina imani kwamba watatokea kwenda kupiga kura. Isipokuwa kupitia swali hili niwaeleze kama vijana, kama mtu yeyote, kwamba maneno ya upotoshaji si maneno mazuri sana katika jambo muhimu kama hili. Ni vizuri wakawa watulivu, waache na watoe uhuru kwa watu walio wengi kujitokeza kwenda kutumia haki yao ya kupiga kura. Kwa Arusha hakutatokea waandamanaji, kwani nimnukuu Mheshimiwa Rais katika kampeni zake amekwisha sema kwamba maandamano ambayo yeye anaweza akayaruhusu ni yale kwenda kupiga kura. Hajatuelekeza vinginevyo. Sisi tupo hapa na nyie wanahabari ni katika kuandaa mazingira mazuri ya watu kutumia nafasi hiyo ya kwenda kupiga kura, kwa sababu wote tutakuwa na shughuli moja, hatutategemea ujumbe mwingine wa aina yoyote kusikiliza kwa wakati huo. Kuna mambo mimi niwahakikishie, uwe na kitambulisho cha mpiga kura, lakini ufike pale, kama kuna tatizo lolote, changamoto zinatatuliwa na Tume ya Uchaguzi pale pale. Unajua, hatujasitisha shughuli, kufanya shughuli ya aina yote, shughuli zinaendelea. Kuna wengine watakutwa wako safarini, kuna wengine watakutwa labda wamepoteza vitambulisho vyao, lakini mnafahamu sasa hivi ni sayansi na teknolojia. Kwa hiyo kuna kumbukumbu zikisechiwa zinapatikana, na kitambulisho chako na uhakiki wa nani yako unaweza ukajulikana ulikuwa wapi. Kwa hiyo unaweza ukaelezwa, na pana watumishi pale wa tume. Mambo mengine siwezi nikaeleza kama tume, isipokuwa nina hakika kabisa Tume ya Uchaguzi, Tume Huru ya Uchaguzi imejipanga vizuri. Itakuwa na watumishi pale watakaotoa huduma ya kusikiliza na kutatua changamoto za papo kwa papo katika eneo lile. Lakini mimi kama mwenyekiti wa usalama nimeombwa kutoa ulinzi katika maeneo ya vituo vyote. Hilo ndio jukumu langu la